Rais Samia alipoingia ndani ya miezi 8 alitafuta mtu mzee Masoro akamvusha pale, na mara baada ya kumvusha rais alimteua Balozi Ali Idi Siwa. Na nyote mtakumbuka Balozi Siwa akiteuliwa alikuwa mwenyekiti wa bodi nadhani ya shirika la NSSF, na alikuwa amemaliza utumishi wake wa ubalozi huko nje ya nchi na kurejea Tanzania. Na kipindi ambacho mzee wetu Siwa amekaa, rais alitoa taarifa ya kusema ninafanya mabadiliko kwa sababu Balozi Siwa amefikisha muda wake wa kustaafu. Sijui inaeleweka, sijui mnanielewa. Ndugu Gwajima, rais hakumtoa tu Balozi Siwa. Nenda tafuta taarifa, baba yetu baada ya utumishi mkubwa alistaafu kazi. Kwa hiyo utaona kuanzia miezi 8 aliyomtumia ndugu Masoro, alafu akaja akamteua Balozi Siwa, balozi akamaliza muda wake wa utumishi, ndipo hapo rais alipoamua kumteua Balozi Mombo kuingia madarakani kama kiongozi wa idara ya usalama wa taifa. Nadhani kwa maelezo haya watu hao watatu ambao nimekueleza, nataka niamini utakuwa unanielewa kwamba rais hawaondoi tu, hawatoi tu kwa kuwa labda kwa hisia zako, labda mwanasiasa uliyemtaja kwamba umesema kwa maneno yako kwamba uende kama mwanasiasa akawa haelewani au ana misimamo ambayo mkuu wa usalama wa taifa haipendi, au labda huenda mkuu wa usalama wa taifa akawa na maslahi ya kulinda nchi alafu mwanasiasa haipendi. Sio mwanasiasa balozi, sio mwanasiasa. Ndugu yangu Josephat Gwajima, unapomsema mwanasiasa come out clean, mtaje Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Usizunguke mbuyu kama kuna kitu unakitafuta. Unapokwenda kuaddress, kuzungumza, rais aliyeko madarakani ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nenda sema, ninadhani mimi Mama Samia Suluhu Hassan ni kama vile haelewani na hao wakuu wa idara. Labda wakuu wa idara wanasimamia maslahi ya kitaifa, lakini yeye anataka kufanya kitu hiki, ndio maana anawaondoa. Lakini kwenye hoja ya kuwaondoa, askofu, hapana. Rais yuko sahihi. Nadhani rudi uka cross check taarifa zako unazozipata. Rudi ukamuulize anayekupa taarifa, hivi Balozi Idi Siwa alistaafu kumbe? Kwa hiyo hakuondolewa kwamba kana kwamba alimshauri rais kitu akakataa. Hivi mzee Masoro alivyoingia kumbe ilikuwa ni miezi 8 ya mpito ya rais ndo akatengeneza sasa idara yake. Lakini pia ndugu Gwajima, mamlaka ya uteuzi ya rais hayaojiwi, yako kikatiba. Katiba imesema na nimekusomea, na ndio maana nilianza kusoma katiba ili ujue nini ninakizungumza. Rais amepewa mamlaka kikatiba ya kuteua. Tuje kwenye hoja yako, kwenye shina la hoja yako kwamba unatamani kuona sasa mabadiliko yakitokea kwamba rais awe na mamlaka ya kuteua, lakini pindi rais anapotaka kumuondoa mtu alete bungeni taarifa ya kwa nini anataka kumteua. Ndugu yangu Josephat Gwajima na kuita kwa mara ya kwanza, Gwajima na kuita kwa mara ya pili, Gwajima na kuita kwa mara ya 3, baba yangu. Unachokiongea kinatufedhehesha sana sisi wananchi wako wa Kawe. Kinatuhudhunisha sana. Najaribu kujiuliza, wakati unatoa ushauri huu hukusoma katiba? Wakati unatoa ushauri huu hukusoma sheria iliyoanzisha idara ya usalama wa taifa mwaka 96 ikafanyiwa marekebisho mwaka 2023?
mbona baba yangu ulikuwa na nafasi ya kutoa huu ushauri bungeni? Mbona baba yangu ulikuwa una nafasi ya kutoa huu ushauri bungeni kwamba mimi katika mabadiliko haya ya sheria ya usalama wa taifa ninashauri, ninapendekeza rais amteue, alafu rais anapotaka kumuondoa alete bungeni. Ulikuwa na hiyo nafasi. Umesema kwenye press conference yako kwamba kwenye mambo kama haya huchangiagi kwa sababu linapofika swala la kupitisha huwa linapitishwa tu. Sio sawa. Leo niko hapa kukukumbusha, yuko mtu mwingine anaitwa Luhaga Mpina. Yeye akikosa kuongea, akinyimwa nafasi ya kuongea bungeni, anachangia kwa maandishi, na atachangia kwa maandishi, na atatoka nje ataongea na vyombo vya habari kile ambacho amechangia kwa maandishi. Kwa nini hata ukuchangia kwenye maandishi, baba yangu, haya mawazo yako? Na unajua kabisa kwa mujibu wa katiba yetu hili haliwezekani kwa sasa. Unajua kwa katiba hii tulionayo, hii ushauri wako hauwezekani, kwa sababu katiba ndio tunayoiangalia, na mara baada ya katiba ndio tunatengeneza sheria ambazo zinaendana na mahitaji ya katiba. Hili linaniumiza na linanifanya nihoji mara mbili. Wakati unaongea haya ulikuwa hujui haya? Wakati unatoa ushauri wako ujuzi kwamba unashauri, ulikuwa hujui muda wa bunge kukaa na vikao vyake unamalizika, na sasa tuko kwenye bunge la budget, na likimalizika rais anakwenda kulivunja bunge? Kwa nini unaleta mambo magumu kwa wakati ambao sio? Najua kwako huenda ni wakati sahihi, lakini kwa mahitaji ya katiba, sheria yetu, utaratibu wetu, sio wakati sahihi. Na wewe kwenye Biblia unajua nyakati na majira, lakini kwenye hotuba yako umekwenda mbali sana na kusema kwamba unatamani hawa vijana wetu wa majeshi hawa ambao wanafanya kazi nzuri waongezewe mishahara. Baba yangu, juzi tu rais ametoka kuongeza mishahara ya kima cha chini ya watumishi wa umma mpaka shilingi 500,000. Nilitamani kabla hujazungumza hoja yako ya ushauri wa rais kuongeza mishahara kwa vijana wetu wapambanaji ambao tunawapenda, nilidhani basi ungeanza kwa kumwambia Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa kuongeza mishahara. Na kwa nini nakwambia kushukuru nayo ni sehemu na ni ibada? Kumbuka Magufuli alisema kwamba kwa sasa imeelekeza hela kwenye miradi ya kimkakati, sitaongeza mishahara. Na watumishi hawa ambao unatamani waongezwe mishahara walivumilia. Rais Samia akaingia madarakani, akaambia jamani, twendeni tujenge nchi, tutaongeza. Juzi kaongeza kima cha chini na kaongeza huko kwingine. Haukuona hata kusema asante Mheshimiwa Rais, tumeona umeongeza, na sasa tunaleta maombi yetu mengine ya kukuomba uangalie hawa wapiganaji wetu, hawa vijana wetu wa idara, vijana wetu wa jeshi. Lakini kitu kingine ambacho hujui ni kama vile unataka kumchonganisha rais na vyombo vya usalama. Unataka kumchonganisha rais na vijana wa idara na wanajeshi, pasipo kujua ni katika kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan maslahi ya wapiganaji wetu, ya wanajeshi wetu, ya polisi wetu yameongezeka kwa zaidi ya 18.4 katika kupatiwa vifaa, nyumba bora. Umezungumza swala la nyumba. Hebu jaribu kupita kule Kunduchi, Kilongawima chini, utaona magorofa mengi yalijengwa na hayati Magufuli kwa ajili ya askari wetu. Nenda mikoani, kambi za jeshi yamejengwa magorofa kama yale ya Shikilango pale. Kila kambi kwa mujibu wa hela ambayo alikuwa akipata Rais Jakaya Mrisho Kikwete alijenga. Rais Samia amelitengeneza jeshi limekuwa bora zaidi. Ni kuombe leo uingie kwenye YouTube uitafute hotuba ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Stergomena Tax, uisikilize akiwa anatoa taarifa ya kazi kubwa aliyoifanya rais kwa kipindi hiki cha miaka 4.
Waziri amesema na waziri alijibu majibu yako kwenye maslahi, kwenye maboresho, kwenye vifaa, kwenye uwezo wa majeshi yetu na kwenye kazi zilizofanywa na majeshi yetu. Waziri alijibu, na waziri aliwahi kufanya mkutano na waandishi wa habari kabla wewe hujaja kuzungumza. Sijui uligoma tu kumsikiliza, sijui uligoma tu kutafuta taarifa. Nadhani ungemsikiliza waziri, usingeongea hii issue ya wanajeshi, askari wetu kupandishiwa mishahara, kwa sababu ilielezwa na taarifa zipo, ziliwekwa vizuri sana. Mimi sijui kwa nini uliamua kuyasema haya, Mheshimiwa mbunge wangu.